Viongozi hawa kama wamekamatwa, naamini watakuwa kwenye mikono salama na watawajibika kujibu kwa mujibu wa taratibu kama ambavyo ilipaswa kuwa. Na kama inawezekana kwa mtu yeyote ambaye anaona ni muhimu kuja kufanya vurugu kwenye ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, tunampatia muda akafanye vurugu kwenye mikoa au nyumbani anakotokea. Kamwe asiharibu. Siku ya Jumanne tarehe 22 ya mwezi wa 4 2025 pale Kariakoo kulitokea taharuki kubwa baada ya John Heche kukamatwa na maaskari alipokuwa akifanya mkutano wa hadhara. Sasa amezungumza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert John Chalamila kuhusiana na tukio lote lililotendeka pale Kariakoo mpaka kukamatwa kwa John Heche, lakini pia Chadema wao waliweka wazi kwamba walifuata vigezo na masharti vyote ikiwemo pamoja na kuchukua kibali kutoka katika kituo cha polisi cha kufanyia mkutano wa hadhara pale Kariakoo. Sasa mwenye mkoa wake John Chalamila Albert amefunguka mambo mengi sana kuhusiana na sakata hilo ambalo limetokea hivi karibuni kwenye mkoa wake wa Dar es Salaam. Watu wengi wakipigwa bumbuwazi kwamba imekuwaje kama mtu alikuwa na kibali husika na akazuiliwa kufanya mkutano wa hadhara. Je, kitu gani ambacho kinaendelea katika chama cha demokrasia pamoja na CCM? Mambo mengi sana ambayo yamezua gumzo mtandaoni, lakini pia ni baada pia ya Antipas Tundu Lissu kukamatwa pia akiwa anafanya mkutano wa hadhara na kupelekewa kutiwa ndani mpaka sasa tunavyozungumza. Kiongozi huyo ambaye ndio mwenyekiti wa chama hicho cha Chadema Tanzania bara lakini pia visiwani yuko gerezani akiendelea kusubiria hatima yake. Sasa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Chalamila amezungumza kuhusiana na hiki ambacho kimetokea baina ya John Heche pamoja na watu wa Chadema waliokamatwa, lakini ikihusishwa sana kuwa alikuwa ni Heche ambaye alikamatwa na kulingana na watu ambao wa Chadema walivyokuwa wakizungumza au kulingana na chapisho pia la Chadema ni kwamba walikuwa tayari wameshachukua kibali cha kufanya mkutano wa hadhara pale Kariakoo. Na kupitishia sauti ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert John Chalamila uweze kusikia kitu gani ambacho kilikuwa kikiendelea, na yeye pia amezungumzia katika engo ipi kuhusiana sakata hilo, kwa sababu yeye ndio mwenye mamlaka na mkoa huu wa Dar es Salaam. Ndugu waandishi wa habari, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu waandishi wa habari, tumeitana hapa leo tarehe 22 muda huu ambao ni jioni, ili nifafanue kwenu mambo machache. Jambo la kwanza muhimu ni kuhusiana na kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yeye na wafuasi wake katika eneo ambalo mimi mkuu wa mkoa ninahudumu, mkoa wa Dar es Salaam, katika eneo la Kariakoo. Imetokea malalamiko yaliyoletwa na chama hicho kuonyesha kwamba jeshi la polisi limetumia nguvu kubwa sana kuweza kuoppress. Naomba nifafanue jambo moja, ndugu waandishi wa habari, kwamba ifike wakati sisi kama Watanzania tuwe very serious na tunachotaka kukifanya. Mkoa wa Dar es Salaam ni moja ya mikoa very sensitive, na kwamba huwezi kuamua kila mahali kuwa ni eneo la siasa la kufanyia mikutano ya hadhara. Tumekwisha zungumza mara kadhaa kwamba eneo la Kariakoo ni eneo ambalo ni la wafanyabiashara na ni eneo ambalo lina attract wafanyabiashara kutoka pande nyingi za Tanzania na hata nje ya Tanzania ili kuja kufanya biashara kwenye maeneo hayo. Muda mwingi maeneo hayo yanakuwa na misongamano, na tunatumia nguvu kubwa sana pia kuweza kulinda raia na mali zao ili kuhakikisha wanafanya biashara katika mazingira rafiki na mazingira ambayo hayataharibiwa na jambo lolote. Tunapogeuza viunga vya Kariakoo kuwa ni maeneo ya mikutano ya kisiasa, inaweza ikapelekea kuleta vurugu, jambo ambalo tunaweza kusimamisha biashara na taifa likakosa kodi. Nitumie nafasi hii kusema na kuonya tena
kwamba tukiruhusu tabia hizi ambazo si sawa sawa, tunaweza siku moja tukajikuta mikutano ya hadhara inafanyikia makanisani, mikutano ya hadhara inafanyikia misikitini, mikutano ya hadhara inafanyikia kwenye mahospitali, na mikutano ya hadhara inafanyikia kwenye maeneo ambayo hayajakusudiwa. Naomba nitoe rai kwa viongozi wote wa vyama vya siasa kwamba tunapozungumzia umuhimu wa kulinda maslahi ya taifa letu tunamaanisha, na tunapozungumzia umuhimu wa kukabiliana na masuala yoyote yanayoharibu amani ya taifa letu tunamaanisha. Na kwa mantiki hiyo, muda sio mrefu tutatoa taarifa rasmi kuhusiana na maeneo yote ya msingi ambayo hayaruhusiwi hata kidogo kuweza kufanyia mikutano ya hadhara. Mojawapo ni maeneo sensitive kama haya ya Kariakoo ambayo huwezi kuamua kufunga barabara kwa sababu ya mkutano wa hadhara. Tukifanya namna hiyo, tutakuwa tunajichelewesha pamoja na kutengeneza sifa za kijinga ambazo hazitastawisha taifa letu. Niendelee tena kuonya, na nimeambiwa kwamba tarehe 24 bado kuna watu wanaendeleza kauli mbiu ya kwamba watakinukisha. Naomba niwape rai, ndugu waandishi wa habari, ya kwamba naamini statement ya kukinukisha haiwezi kutokea kama haupo tayari kunuka. Statement ya kukinukisha haiwezi kutokea hata kidogo kama haupo tayari kunuka. Naomba niendelee kuonya baadhi ya Watanzania wachache ambao wamealikwa au kuja katika mkoa wa Dar es Salaam, na ambao wachache wamekwisha anza kufika na kulala kwenye baadhi ya mahoteli. Moto wa kisheria utashuka kwa nguvu zote dhidi ya wale wengi au wachache watakaodhamiria kuharibu hata kwa namna ndogo sana amani ambayo imekwisha jengwa ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Tumesema kutoka sasa na kuendelea, mikono yetu inawasha sana katika kuhakikisha amani hii haivurugu hata kidogo. Tumefika wakati tumeanza kuleta mizaha ambayo si taswira njema kwa taifa letu. Tunafanya mizaha ya kutafuta sympathy kwa mataifa ya ndani na mataifa ya nje, lakini lazima tufahamu kwamba the secret of success always is consistency to the purpose. Kama hautaelewa unakoelekea, lazima utapotea tu. Lakini kwa kuwa taifa limekusha set dira ya wapi tunataka kuelekea, sote tufuate hapo. Kwa hiyo kilichofanyika na jeshi la polisi ndani ya mkoa wa Dar es Salaam chini ya SACP Mlilo, ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam, naunga mkono sana, na kwamba kiongozi yoyote ambaye hatatii sheria na matakwa yote yaliyowekwa ashughulikiwe kwa mujibu wa taratibu. Viongozi hawa kama wamekamatwa, naamini watakuwa kwenye mikono salama na watawajibika kujibu kwa mujibu wa taratibu kama ambavyo ilipaswa kuwa. Na kama inawezekana kwa mtu yoyote ambaye anaona ni muhimu kuja kufanya vurugu kwenye ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, tunampatia muda akafanye vurugu kwenye mikoa au nyumbani anapotokea. Kamwe asiharibu